Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, washirika wote wa makanisa matawi, watazamaji wa GCN na mnaoshiriki ibada hii na kufuata kwa mtandao, ni somo la 73 katika kitabu cha Mwanzo. Kwenye kipindi kilichopita muliona jinsi Adam na Hawa walikula kwenye mti wa ujuzi wa wema na mabaya, na kwa kula kwenye mti ule walikiuka agizo la Mungu, na hivyo wakatenda dhambi ya kutotii. Matokeo ni kazi ya nafsi katika mrengo wa mwili ilianza kufanya kazi. Kumaanisha mawazo ya kimwili yalianza kufanya kazi ndani yao. Kutokana na mawazo haya ya kimwili, Adam na Hawa hatua kwa hatua wakawa wanazama ndani zaidi katika mwili, na uhusiano kati yao na Mungu Baba haukuwa vile ilikuwa hapo awali. Hebu tuangalie andiko la leo kila sehemu. Utapata pali nasema wakati wa upepo kupunga kwenye Mwanzo 3:8. Itakusaidia uelewe mtiririko wa wakati kwenye bustani ya Eden. Tuseme Mkorea kuja kuambie sasa hivi upepo unakuwa baridi sana jioni. So utajua ni msimu gani? Utaweza kukisia ya kwamba kiangazi kinaisha na mpukutiko na karibia. Sasa vile vile wakati wa upepo kupunga inakuelewesha kuna mabadiliko ya hali ya anga kwenye bustani ya Edeni. Hakuna tofauti wazi kati ya asubuhi na jioni kwa sababu hakuna jua katika bustani ya Eden, lakini kuna nyakati ambapo baridi inapatikana. Kwanza, ikisema upepo kupunga ama upepo mwanana, cool, inamaanisha hali ya joto wastani, si chini sana ya kuumiza, lakini ambayo ni baridi mwanana. Ya bustani ya Eden, upepo kwa mwanana inamaanisha hali starehe. Upepo mwanana unavuma, inamaanisha hali ambayo ni starehe, si ati ni baridi kabisa. Hapana. Kwenye bustani ya Eden mabadiliko ya hali ya joto ipo. Hali ya joto inapanda na kushuka. Ni tofauti na huku duniani wakati wa kiangazi joto sana, baridi sana. Tofauti. Ya bustani ya Eden hudumishwa katika hali ambayo ni starehe kwa binadamu kuishi. Kama ni hali ya joto, unyevunyevu na upepo, hali zote zinawiana kuleta hali bora ya anga. Hata kama hali ya joto itapanda na kushuka, ni katika kiwango fulani kidogo, si sana. Hali ya joto inapopanda utahisi joto wastani, na inaposhuka utahisi baridi ya kupendeza, si ya kuumiza. Mabadiliko haya ya hali ya joto hufanyika katika vipindi fulani, na ndio yanawasaidia watu wa bustani ya Eden kutambua mtiririko wa wakati. Hakuna usiku kwenye bustani ya Eden. Pale ni nafasi imefunikwa na nuru ya Mungu Baba na ni mchana pekee. Kwa hivyo mabadiliko ya joto kulingana na kipindi ndio inaamua mpito wa wakati. Wakati mwingine watu wa bustani ya Eden wanakuwa na bidii na kufanya kazi, wakati mwingine wanapumzika. Ni vile huku duniani mchana tunafanya kazi, lakini usiku tunalala. Naongea kuhusu bustani ya Eden, si ufalme wa mbinguni. Wakati jua linatua inakuwa na giza, tunajua ni wakati wa kupumzika duniani. Watu wa bustani ya Eden wanajua ni wakati wa kupumzika, wakati kuna upepo mwanana, upepo wa kupunga. Kwa hivyo vile imeelezea katika mstari huu tunaweza jua ni jioni ya kule. Sasa unaona mtiririko wa wakati na hali ya mabadiliko ya anga na mambo mengine kwenye bustani ya Eden ni tofauti na ya dunia. Ndugu zangu wapendwa, hebu sasa Mwanzo 3:8 inataja kwamba Bwana Mungu akitembea bustanini. Je, inamaanisha Mungu Baba mwenyewe alishuka kwenye bustani ya Eden na akatembea hapa na pale wakati huo? Hapana, haimaanishi hivyo. Mungu Baba hapendi kukuja mbingu ya pili vile. Ni kwa sababu kwenye mbingu ya pili kuna bustani ya Eden na pia kuna eneo la giza. Na kiongozi wa eneo la giza ni Lucifer. Lucifer
alikuwa amependwa sana na Mungu hapo awali, lakini baadaye akasaliti Mungu na akaumiza moyo wa Mungu sana. Ndio maana Mungu Baba anajiepusha na kushuka kwenye mbingu ya pili, hapendi vile. Bila shaka wakati alitekeleza kazi za siku 6 za uumbaji, Mungu mwenyewe alishuka kwenye mbingu ya kwanza. Na kisha siku ya pili ya uumbaji, eneo la giza likaandaliwa kwenye mbingu ya pili. Kuanzia siku hiyo na kuendelea, Lucifer na roho wachafu walianza kukaa na kudumu kwenye eneo la giza kwenye mbingu ya pili. Na kuanzia wakati huo Mungu Baba mwenyewe hajawahi shuka kwenye mbingu ya pili, hajawahi. Kawaida anakaa kwenye mbingu ya 4 ama ya 3. Sasa kama ni hivyo, aliongeaje na Adamu? Iliwezekanaje Mungu afunze Adam maarifa ya kweli? Kulikuwa na handaki, shimo la chini kati ya mbingu ya pili na mbingu ya 4 ambapo Mungu hudumu. Tazama, teknolojia ya mawasiliano bila waya, wireless communication, si imeendelea sana wakati huu, nyakati hizi. Unaweza hata ongea na mtu kwa video, hata akiwa pande ingine ya dunia, mnaweza ongea mkionana. Teknolojia ya mawasiliano katika ulimwengu wa kiroho hawezi linganisha na dunia hii na hawezi kuiga. Ni safi na wazi kabisa, kiasi ya kwamba unaweza changanyikiwa yule ambao unaongea naye mko kwenye chumba kimoja. By the way, kulikuwa na njia nyingine Mungu Baba angeweza kuwa na Adam bila kushuka kwenye mbingu ya pili. Ni kusema ye Mungu kujigawa mgao wake wa roho na aitume pale. Mungu Tatu Mtakatifu ana uwezo wa kutekeleza mgao wa roho zao, wanaweza. Kuna mwili asili, lakini anaweza jigawa katika migao mingi vile anataka. Na kuhusiana na mgao wa roho wa Mungu Tatu Mtakatifu, niliwaelezea kwenye somo la 4 hadi somo la 11 kwenye simulizi ya mwanzo. Sasa andiko linasema Adamu na Hawa walisikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini. Ilikuwa ni mgao wa Mungu Baba ndo alishuka chini kwenye bustani ya Eden wakati huo. Roho iliyojigawa kwenye mwili asili inaweza enda palipopote na ikirudi inakuwa kimoja na mwili ule asili. Na ambacho mgao huu unaona na kuhisi inasambazwa kwa mwili asili. Mgao wa roho yenyewe inaongea na kufanya kazi vile ile asili ingefanya. Kwa hivyo hata kama Adam alisikia sauti ya mgao wa Mungu, alihisi ni sauti asili ya Mungu. Na by the way, hiyo bado ilikuwa ni hali moja nadra sana ifanyike ati ashuke hata kwa mgao kwenye bustani ya Eden. Mungu Baba alitimiza mgao wa roho katika hali maalum peke yake. Kwa hivyo kama mgao wa roho wa Mungu Baba umeshuka, ni kama yeye mwenyewe asili ameshuka. Lakini hali ya usiku wa leo ni maalum sana. Adam na Hawa waliweza kusikia sauti ya Mungu aliyeshuka chini kwenye bustani ya Eden kama mgao wa roho yake. Bustani ya Eden na mbingu ya 3 yote ni ulimwengu wa kiroho, lakini viwango tofauti. Bustani ya Eden ni ulimwengu wa kiroho lakini haujakamilika kiroho. Lakini mbingu ya 3 na ya 4 ni ulimwengu wa kiroho uliokamilika. Kwa hivyo watu wa bustani ya Eden wanaweza ona mfano wa mgao wa Mungu na malaika na makerubi. Huku duniani viumbe wa kiroho wanaweza onekana kama tu macho ya kiroho yatafunguliwa. Lakini kwenye bustani ya Eden viumbe wa kiroho wanaonekana wazi wazi. Hata hivyo Mungu Baba ameturuhusu huku duniani tuone nuru asili. Utaweza kuhisi ufalme wa mbinguni wakati unaona nuru asili ikitokezea huku duniani katika maumbo mbalimbali na katika rangi tofauti tofauti. Na ukiona nuru asili ya Mungu unafaa ushukuru namna gani? Unafaa ushukuru sana. Natumai mtamkaribia Mungu zaidi kupitia kazi zake ambazo mnaziona. Sasa Mungu alipokuja kwenye bustani ya Eden, Adam na Hawa waliichukulia vipi? Mwanzoni walikuwa nakaribisha Mungu kwa furaha na raha mwanzoni hapo awali. Lakini sasa Mwanzo 3:8 inasema yule mwanaume na mkewe wakajificha kutoka kwa Bwana Mungu katikati ya miti ya bustanini.
Sasa swali ni, kwa nini wakajificha? Kwa nini? Kamwe hawakuwa na ujasiri tena mbele za Mungu. Hiyo ni dhibitisho ya kwamba hao wenyewe walitambua ya kwamba walivunja agizo la Mungu kwa kutenda dhambi la kutotii. Haikusi waliwazia tumevunja agizo la Mungu. Mungu alituambia tusikule kwenye mti ule, lakini tumekosa kutii. Haikusi waliziambia vile. Wakati walitambua nini wamefanya hivi, giza ilifunika mioyo yao. Na sasa Mungu akijua kutakuwa aje, wakaanza kuwa na wasiwasi na uoga. Ndio maana wakajificha waliposikia sauti ya Mungu. Unakumbuka Yona alikosa kutii neno la Mungu, akakimbia, akajificha katika sehemu ya chini ya meli ya biashara. Na pale chini akalala usingizi mnono. Alilala kabisa. Sasa nauliza, hata ukafanya hivyo nadhani utajiepusha na uso wa Mungu? Juu umekosa kutii amri ya Mungu kama Yona, ni rahisi sana kukufa kama hautakuwa mwangalifu. Dhambi za mauti huleta adhabu. Dhambi za mauti huleta adhabu. Na si za mauti pekee, hata dhambi za kawaida ambazo si za mauti pia zinaleta adhabu. Kwa hivyo kama haujalindwa, haikosi kuna sababu haukulindwa. Kama kweli Mungu anakutambua, wakati shida inainuka, maombi yako imetosha kutatua shida ile. Lakini kama biashara yako inaendelea kuanguka, haisongi, umedanganywa, mambo yanaenda mrama, haikosi kuna sababu, kuna sababu. Biblia inarekodi nabii Yona alikosa kutii agizo la Mungu. Mungu alimwambia aende Ninawi, akatangaze hukumu ya Mungu pale. Lakini Yona akakataa kutii. Akakimbia, akaenda njia tofauti kabisa na ile Mungu alimwambia. Yona 1:3 inasema aje? Lakini Yona alimkimbia Mwenyezi Mungu na kuelekea Tarshishi, akashuka hadi Yafa. Alimkimbia Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni kimakusudi kabisa. Alifanya kimakusudi. Akaona meli inayokwenda Tarshishi, basi akalipa nauli, akapanda meli aende pamoja nao Tarshishi ili ajiepushe na uso wa Bwana. Ili ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini haijalishi mtu ajifiche vizuri aje, unadhani Mungu hata kupata? Wakati unatenda dhambi, Mungu hajui umetenda dhambi. Hata ukatenda dhambi usiku kwa giza kabisa, Mungu anaona kila kitu. Utadhubutu aje kutenda dhambi hiyo? Mungu aliona vizuri. Yona alikuwa anajificha katika sehemu ya chini ya meli. Vile vile wale ambao wanaamini Mungu wanajaribu kujiepusha na uwepo wa Mungu wakati wanakosa kutii neno la Mungu. Ni kumaanisha unatenda dhambi lakini hauogopi. Juu matokeo ya dhambi hayatokezei mara moja. Malipo ya dhambi hayakuji mara moja. Kuna mtu anatenda dhambi hata ya mauti na hahisi chochote. Ndio maana anatenda tena. Adhabu tena haikuji. Unatenda tena. Hata baada ya mwezi moja, miezi miwili, mwaka moja, hakuna kitu kinatendeka. Sasa unaweza tenda dhambi vile unataka juu hakuna kitu kinafanyika. Hata hivyo, malipo ya dhambi si ati lazima ikuje mara hiyo hiyo. Iwe ni adhabu ama majaribio ama dhiki ama ugonjwa, si lazima ikuje mara hiyo hiyo. Kama kweli unapendwa na Mungu, malipo ya dhambi kama yale huja haraka. Kama kweli unapendwa. Kwa sababu fulani umevunja sabato, kisha katikati ya wiki kitu kimefanyika kama ajali, mara hiyo hiyo unaamuka. Na hiyo dhambi hautatenda tena. Juu ulipokea upendo kutoka kwa Mungu Baba. Wakati Daudi alitenda dhambi, yeye alikuwa anajua hiyo dhambi anatenda ni kubwa, alijua, lakini hangejizuia kushinda tamaa yake. Sasa hiyo dhambi alifanya, malipo ya dhambi yake ingekuja baada ya miaka ngapi? Baada ya mwaka moja, miwili, mitatu, 5, 10
ngapi? 15 ama 20? Adhabu yake ilikuja baada ya miaka ngapi? Na mimi pia nilitaka sana kujua. Najua ilikuja baadaye miaka zaidi ya 10, lakini sikujua haswa ni miaka ngapi. Ndio maana sikutaja kwenye mahubiri yangu. Nilijua tu ni miaka mingi ndio alipata adhabu ya dhambi yake, lakini singejua ni miaka ngapi haswa. Lakini nilijua ni miaka mingi baadaye, baada ya kutenda dhambi, miaka mingi baadaye ndio akapata adhabu. Washirika wakatafuta, kisha wakaniambia jibu. Na mimi pia nikaingia kwa mtandao, nikachunguza, na mtandao ikasema miaka 13 baadaye ndio akapata malipo ya dhambi yake. Kwa hivyo tunaweza sema ni miaka 12, 15 pale. Baada ya Daudi kutenda dhambi ndipo akapata adhabu. Malipo ya dhambi ya Daudi ilikuja baada ya miaka 12 ama 15 baada ya uzinifu na uwaji. Miaka yote ikapita ndio akapata adhabu. Lakini na we umetenda dhambi na hakuna kitu kimefanyika leo. Na miaka imepita hakuna kitu kimetendeka na ulitenda dhambi. Haikosi ni kifo ndio inafuata basi. Juu haukulipia ile dhambi, ni mauti itafuata. Kama unapendwa na Mungu, kitabu cha Ibrania inasema kama hautapokea adhabu, wewe ni mtoto haramu. Mtoto haramu wa Mungu. Kama kuna adhabu baada ya dhambi, hauna uhusiano na Mungu. Ni baraka wakati adhabu inakuja. Ni kwa sababu isipokuja inamaanisha unaenda jehanamu, hauna haja upewe adhabu. Kama umetenda dhambi ya mauti, adhabu lazima ikuje ndio uokolewe. Ndipo utajua aha, napendwa na Mungu na bado hajanitupa. Kwa hivyo, kwa sababu adhabu imekuja, kupitia adhabu hiyo utatubu ya kweli na utarejesha imani ile ya kuokolewa na utaokolewa. Lakini kama si hivyo, ubaki tu vile, unatenda dhambi, hakuna kitu kinafanyika, unaendelea tu, adhabu haikuji. Siku ya hukumu ya wema na mabaya utahukumiwa mara moja. Itasemekana tu wewe ulitenda dhambi hii ya mauti, wewe unaenda jehanamu. Hakuna swali na hakuna kuongea. Utahukumiwa mara moja jehanamu. Hakuna kuongea. Ni kwa sababu ulitenda dhambi, hakuna adhabu ilikuja, kwa hivyo haukusamehewa. Kwa hivyo baada ya kutenda dhambi kama hiyo, ukapigwa na magonjwa ama janga kubwa, pale ndipo utatubu na utakiri dhambi zako na utashikilia Mungu na utapokea msamaha. Hata siku ya hukumu hiyo dhambi haitawahi tajwa. Kwa hivyo unapotenda dhambi mbaya sana kama hiyo, ni baraka kwako kuja mbele za watu hadharani na ukiri na usamehewe. Kwa hivyo watu ambao wanaamini Mungu hujaribu kuepuka uso wa Mungu wakati wanakosa kutii neno lake. Ni vile tu wakati giza, wakati nuru inaikuja, giza inatoweka. Juu giza inachukia nuru. Wakati mtu anakosa kutii neno la Mungu, hakika huyo ameshawishiwa na shetani. Ameshawishiwa na adui ibilisi na shetani na katii hao. Kwa kiwango ambacho kazi ya giza inafanya kazi ndani yako, giza ya kiroho itafunika moyo wako kabisa. Mtu kama huyo hatajizuia, hatajificha mbele za Mungu ambaye ni nuru mwenyewe. Unapokaa kwenye giza na utoke nje pale jua linawaka sana, si rahisi kufungua macho. Vile vile watu ambao kuna giza zaidi ndani ya moyo, ndivyo wanaogopa Mungu zaidi, wanajificha mbali zaidi na Mungu, wanajiepusha na Mungu. Kinyume na hao wanaoishi kulingana na neno la Mungu ambaye ni nuru, wana ujasiri mbele za Mungu. Wanaweza nyosha vichwa vyao juu, watazame anga, wanyoshe mikono juu na wamsifu na wamuombe Bwana. Hawana lawama, wana ujasiri wa kuita Mungu Baba. Kuhusiana na hiyo, Yesu akasema kwenye Yohana 3:20-21, maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake asije akakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu.
Na zaidi ya hiyo, Zaburi 11:7 inasema, kwa kuwa Bwana ni mwenye haki, yeye hupenda matendo ya haki, wanyofu wa moyo watauona uso wake. Hebu tuseme moyo wako hauna uovu hata kidogo, kwa safi kabisa, bila lawama hata doa kidogo. Sitakuwa ni kawaida uone Mungu vile Biblia imesema. Juu unaambia watu umeona Mungu, kuna mtu anakuambia wewe ni wa dini potovu ama unadanganya. Hapana, ni kawaida wewe kusafisha moyo na uone Mungu. Lakini si kila mtu ataona Mungu. Wasafi wa moyo, hawana uovu hata kidogo, watu wema, hao ndio wanaona Mungu. Watoto wa Mungu, mnafaa mtafute Mungu na mtafute uso wake na mtazame. Yafaa utembee katika nuru kila wakati, kila pahali, ndio kwamba uweze kuzungumza na Mungu kila wakati. Zaburi 27:8 inasema, uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu unakwambia Bwana, uso wako nitautafuta. Na Zaburi 105:4 unasema, mtafuteni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Wale ambao wanaishi kwa neno na ni wanyofu, kila wakati wanatafuta uso wa Mungu, hawana sababu ya kujificha. Hata hivyo, wengine wenyu mnatenda dhambi leo, kesho unatenda dhambi, na kisha unasema, Baba, nimetenda dhambi tena, nisamee. Alafu unasema nini tena baada ya pale? Unadanganya tena ukisema, na hiyo dhambi sitawahi tenda tena. Lakini unatenda dhambi tena unakuja kudanganya kwa maombi, oh, nisamee, sitatenda dhambi tena. Tena umedanganya. Na tena unatenda dhambi, tena unarudia, sitatenda tena. Ni kujurudia hivi, unaongeza dhambi juu ya dhambi juu ya dhambi na kudanganya. Washirika wetu, mtafute neema ya Mungu Baba na nguvu zake kwa ujasiri. Kusiwe na yeyote ambaye atatenda kitu ambacho kitafanya Mungu Baba akugeuzie uso akuache. Je, kuna yeyote ambaye kama Adam anatafuta kujiepusha na uwepo wa Mungu? Unaepuka na kanisa, hauendi kwenye mikutano ya maeneo na vikundi ndani ya kanisa? Basi jichunguze, kiasi gani unakosa kutii neno la Mungu wewe. Wale ambao wanaishi kwa neno la Mungu kila wakati watapenda kwenda kanisani katika hekalu la Mungu na kujumuika na wengine. Na tena watapenda mchungaji anayehubiri neno la Mungu, na watataka kukaa pamoja na ndugu katika imani kila wakati. Natumai kila mmoja mtatafuta uso wa Mungu kwa ujasiri. Natumai mfurahie utele wa neema na baraka kwa kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, vile Adam alikuwa nao kabla atende dhambi.